Naam, baada ya kusoma somo inshallah tuangalie nahwu leo. An-nahwu wa sarfu darsu 25 nahwu na sarfu ya somo la 25. Hapa katika hili somo la 25 kuna jamu taksir. Nadhani katika somo lililopita la 24 tulipata jamu taksir kuanzia ya kwanza na ya pili na ya tatu mpaka 4 mpaka ya 6, na sasa hapa katika ile somo tuna jamu taksir ambazo ni al-mamnu min as-sarf ambazo hazitembei, ni al-asma'u la tansarfu, ni masomo ambayo ni majina ambayo hayatembei. Sasa tuna tilmidhu. Tilmidhu jamu yake ni talamidhu, ambayo ni jina ambalo halitembei. Wazinu yake au kipimo chake ni mafailu. Katika lugha ya Kiarabu mafailu, kuna sulwalu ambayo ni sulwali na kuna salawilu. Kwa hiyo jamu yake ni salawilu, na ni ismu la yansarf, ndio maana naona tumeweka dhamma tano. Kuna fustanu na kuna fasatinu ambayo ni magauni ya wanawake. Hizi ni al-mamnu min as-sarf. Ukitazama katika sura 67 aya ya 5, Mwenyezi Mungu anatupa mfano kwamba haya majina yatembei au hii wazni kipimo kitembei. Wala qad zayyana samaa dunya bimaswabiha. Unaona hapa kuna kuna harfu jani bimaswabiha waja'alnaha rujuman lishayatin. Kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tumezipamba mbingu za dunia kwa mataa, waja'alnaha rujuman lishayatin, tukayafanya ni ulinzi kwa mashaitani. Unaona hapa Allah ameweka fatha badala ya kasra kwa sababu hapa kuna ba harfu jari, lakini imekuwa bimaswabiha. Kwa hiyo katika hili somo tukiendelea tuna waznu ya fa'ulun ambayo kuna majina kama darsun, hili ni jina linalotembea. Kuna dulusun masomo, hii ni darsu somo moja, na kuna ra'sun, ru'usu ni vichwa, kuna sahnu na kuna suhunu. Kuna kitabu, hii ni ya 9, hii ni ya 8, ile ilikuwa ni ya 7. Kuna fu'ulun, kuna wazn nyingine au kipimo kingine cha fu'ulun. Kwa hiyo vitabu ni kutubun, kuna firashun, kitanda au tandiko, furushun, na kuna bisatu, bisat au kuna busutun, na kuna urfatun, chumba au ghurafun, vyumba. Kwa hiyo inshallah baada ya muda kidogo tufuatilie yanayofuata mengine inshallah. Naam. Jamu taksir. Watu wanaendelea jamu taksir. Kuna wazn ya 10. Kuanzia kwanza mpaka ya 10 tumepata wazn ya fa'lan. Fa'lan ni wazn. Tukitazama hapa kuna jina kamis. Kanzu, kuna kumswan, kanzu nyingi au shati nyingi. Kuna shabun, katika lugha ya Kiarabu shabu ni kijana. Kwa hiyo tukipata wazinu yake wingi ni shabban, shabab. Hii shabab tumetenganisha ba mbili, lakini tukiziunganisha tunaandika shabab, vijana. Mtasikia shabab, hii ndio shabab. Kwa hiyo umoja ni shabun, wingi ni shabab, vijana. Kuna wazn ya 11 ambayo ni af'ilatu. Af'ilatu tunapata jina dawa. Dawa tukifananisha na hapa, tukipima kipimo af'ilatu tunasema adwiyatu, au kuna risanu tunapata alisinatu. Risanu ulimi, alisinatu ndimi. Nadhani Qur'ani inataja alisinatu. Tuna kipimo cha fu'alu cha 12. Kuna sudratu, koti, na kuna sudaru, makoti mengi. Kuna hujratu, kuna hujaru, ambayo ni fu'alu. Kiangalia hujaru na fu'alu vinafanana. Na kuna nyingine wanatuonesha inaweza kutumiwa kama neematu au neemun. Neema. Neematu neema moja, neema nyingi. Kuna fi'latun, imekuja na ta'u marbut, na kuna fi'alun. Kwa hiyo inshallah baada ya muda kidogo tena tufuatilie. Naam.
tuna adhamair mutasilatu, yani ni herufi za kuunganisha kwenye vitendo katika madhi, wakati uliopita. Mfano tuna nuni. Hii nuni katika lugha ya Kiarabu inamaanisha na sisi. Kuna hii nuni ni dhamiri ya kwanza, inaweza kutumika kwa mwanamke au mwanaume. Mfano inaitwa nal fa'iluna. Nal fa'iluna kwa nini? Mfano hapa tumeunganisha na kipimo fa'ala, fa'alna, tumefanya kazi. Tukiweka hapa kwenye kitendo kataba, kitendo kizima alifiru sahihi, tunasema katabna. Ndio maana tunasema nal fa'iluna kwa sababu tumeandika. Ni na ya watendaji. Katabna, tumeandika wakati uliopita. Kuna tun ambao ni dhamiri ya pili, tunasema hii inaitwa al-mukhatabu kwa sababu wanaambizana. Mfano fa'altum, mumefanya kazi fulani. Fa'altum, mumetenda. Kuna katabtum, mumeandika. Unaona ile tumu hii hapa na kuna nuni pale. Katabna, katabtum. Hapa wanaambia wale wanaume, ni wanaume si wanawake. Kwa hiyo wanaume taambia katabtum, sharibtum, umekunywa, dhahabtum, umeondoka. Kuna tunna ambayo tunna ni dhamiri ya kwanza jike, hii ni dhamiri ya pili jike, jinsia ya kike. Tunna tunasema al-mukhatabatu, inaitwa al-mukhatabatu. Hapa tunatumia fa'alituna, kipimo chake ni fa'alituna, wametenda, wamefanya. Kwa hiyo kwa wanawake tunasema katabtuna, nyinyi mmeandika wakati uliopita. Kuna ya tatu huu ambayo ni huu inabeba sukuni na alifu. Hii inaitwa waul jamaati, wau ya wingi, inatumika kwenye kitendo. Tunasema fa'alu, wamefanya wakati uliopita kwenye vitendo vizima. Kwa hiyo tunasema katabu, katabu, wameandika. Wakina nani? Wanaume. Dhahabu, wameondoka. Kwa hiyo kuna waul jamaa, tumeona. Kuna nuni. Hii nuni inaitwa nunu nisiwia. Nuni nisiwa ni sai, nuni ya wanawake, inatumika kwa wanawake wakati uliopita. Tunasema fa'alna, fa'alna, wametenda, wamefanya. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu wanawake tunasema katabna, wameandika. Naona hapa hii ndio nuni nisiwia, inamaanisha ashiria kwamba wanawake wameandika. An-nisa'u katabna, wanawake wameandika. An-nisa'u mfano dhahabna, wameondoka. Sasa katika lugha hii, katika kitabu chetu, darasa letu, tuna kitendo cha al-fi'lu naqis, kitendo cha jara. Kitendo jara, amekimbia. Amekimbia, ametembea. Kwa hiyo tunasema nahanu jaraina, kwa mwanaume na mwanamke. Nahanu jaraina, sisi tumekimbia. Dhamiri ya pili dume, jinsia ya kiume. Antumu jalaitumu, nyinyi mmekimbia. Antuna jalaituna, kwa wanawake. Hii ya inakuwa ni herufi nzima. Inakuwa ni herufi nzima. Humu jaru, hum jarau, wao. Hapa kuna hii ya, mnaiona hii ya. Ingekuwa humu jarayu, lakini hii ya kwa kitendo huwa inakuona inafutwa, haimo. Ya maana hapo naona tumeandika humu jaru kwenye vitendo vya naqs, vitendo ambavyo mwisho ni ya. Kuna hunna, kwa wanawake tunasema hunna jaraina. Hunna jaraina. Naam, ndugu zangu, naam, katika darasa hili tumeona kuna sentence ambayo inatufundisha kitu, jamu taksiri. Jamu taksiri ukiwa utaitumia kwenye sifa au utaitumia kwenye ismu ishara, jina la kuashiria, au kiwakilishi. Mfano hapa tuna umoja mihfadhatu, hapa tunatumia hadhihi mihfadhatu. Lakini ikiwa tutatumia kuashiria mabegi mengi, tunasema hadhihi mahafidhu.
hadhihi mahafidhu, kwa sababu nahau inatuambia huwezi kutumia wingi. Haulai inatumika kwa watu. Kwa hiyo kwenye jamu taksir tunatumia hadhihi mahafidhu. Kwa hiyo ndio nayo inatufanya kutumia mahafidhu. Mfano hapa tuna neno au jina hadha kitabu. Lakini kwenye kutubu tunatumia umoja. Iwe ni kwenye ismu ashara, jina la kuashiria au kiwakilishi, vinavyoendana na jamu taksiri vyote. Hizi jamu taksiri tunatumia umoja. Mfano hadhihi kutubu, tutatumia hadhihi kutubu badala ya kutumia haulai au kutumia jina lingine, tunatumia hadhihi kutubu. Mfano katika darasa kuna sentence, mfano ukiangalia pale kwenye darasa kuna semo wanasema aina taraku mahafidhahum wa kutubahum wa aklamahum, ni wapi wameacha mabegi yao na vitabu vyao na makalamu yao. Sasa walijibu kad tarakuha. Unaona hapa imetumika ha, kiwakilishi kinachosimamia nini? Kinasimamia vitabu na mabegi na makalamu. Kad tarakuha, hii ha ndio imekusanya hivi vyote hivi. Hii imekusanya hivi vyote, imesimamiwa na ha. Katika nahwu unatumia ha, ukiwa ni kuashiria ni hadhihi au hadhihi katika jinsia kike. Sasa wanasema kad tarakuha fi ka'at riyadha, wameviacha katika ukumbi wa riyadha. Mfano mwingine ukitazama kwenye sifa na mausufu au natu wal manut, pambo na kinachopamba, wanasema warabisu thiyaban khafifatan. Angalia hapa imekuja khafifatan, lakini hapa ni thiyab, ni wingi wa thawbu. Thawbu ni nguo, lakini wingi wake ni thiyab. Wingi ni thiyab. Kwa hiyo unapotumia mausuf sifa kinachopambo, lazima kwenye jamu taksir unatumia khafifatun, au unatumia jike alafu umoja. Ukiangalia katika aya wala qad nasarakumullahu fi mawatin kathirati, angalia hapa hii mawatin ni jamu taksiri ni wingi, lakini imekuja kathiratu kwa uchache, alafu katika jinsia kike wa Hunain. Hapa kuna neno tilka. Tumetumia neno tilka hududullah fala takrabuha. Hapa tumetumia tilka kwa sababu ya hududu. Hududu ni wingi. Ama rusulu tunajua rusulu ni mitume, na ndani ya mitume hakuna mwanamke. Lakini Mwenyezi Mungu hapa ametumia tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd. Ni aya ya pili, aya 253. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, baada ya darasa hili inshallah tutaendelea kwenye somo la 26 biidhnillah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.